Kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu. Kwa sababu ndiyo mapenzi ya Mungu. Kwamba kwa kutenda mema. Mzibe vinywa vya ujinga. Mzibe vinywa vya ujinga. Vya watu wapumbavu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sikiliza. Yani manake Mtume Petro alikuwa anazungumza. Alikuwa anawaambia ya kwamba muwe na mwenendo mzuri. Iwapo wale wasingizia ya kwamba ninyi ni watenda mabaya, wakati mnapokuwa mnatenda mema, kama ni mkubwa ameagiza kana kwamba ametumwa na Mungu, kama askofu hapa anakuambia jambo, yani kazi yako wewe ni kutii. Ametumwa anatii. Ametumwa wewe ni kutii. Ina maana unapokuwa na matendo mema, muweze kuziba vinywa vya wapumbavu. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Ina maana wakati mimi nilipokuwa ninalitafakari hilo, nikagundua ya kwamba kumbe watu hawawezi kumuona Yesu mpaka nitakapokuwa kielelezo cha injili niliyoipokea. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini? Kwa sababu injili ni uwezo wa Mungu uletao nini? Wokovu kwa kila aaminie. Ni uweza. Uweza manake ni nguvu. Ni nguvu ya Mungu. Maana mwili ya uwezo ukautawala kwa ukali. Ni nguvu ya Mungu. Hiyo nguvu ya Mungu ndiyo inayotufundisha kukataa mabaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Na tunapokuwa na msimamo wa kukana, wa kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, tayari ile nguvu ya Mungu inatawala ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona ya kwamba watu hawawezi kumuona Yesu mpaka utakapokubali kuwa ni kielelezo cha nini? Cha injili. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ina maana kumbe tunagundua huyu Mungu wetu ameandaa mpango wa wokovu. Ana makusudi na sisi. Na kila mtu ambaye amemweka kwenye pendo la mwana wake, pendo la Mungu, pendo la Yesu, ana mpango. Kila mmoja ana mpango naye. Kila mmoja mahali hapa ana mpango na wewe. Lazima ujitambue. Lazima ufahamu Mungu amekukusudia. Mungu anayo makusudi. Kwa hiyo unapaswa utumike. Umtumikie Bwana. Umwabudu Mungu wako. Umfanyie ibada yenye maana. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo inatakiwa uwe kielelezo. Watu tuliookoka tunatakiwa tuwe kielelezo. Uwe umesafiri, uwe hakuna mpendwa mwenzako, yani uwe ni kielelezo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna wanaume huwa ni wababe sana kwenye familia. Yani yeye ni mbabe. Yeye anajua kila kitu. Hataki kushauriwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini amepewa msaidizi mama huyu. Huyu ni msaidizi. Ni mshauri. Mnakuwa na nia moja. Mnapanga jambo moja. Kumbuka shetani anakuwa anataka aharibu mpango wa Mungu. Watu wawili hawa wakiishi kwa umoja watafanikiwa. Watafanikiwa. Lakini kama huyu anafikiri vingine na huyu na yeye ana mipango yake, mambo hayataenda. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba tutaendaje njia moja tusipopatana? Hatuwezi tukaenda njia hii. Kwa hiyo mwana wa Mungu lazima uwe kielelezo. Kubali kuwa kielelezo. Kubali kubadilika. Kubali mabadiliko. Kubali mabadiliko. Bwana Yesu atusaidie sana. Heri ukatii.
heri ukatii, heri ukakubali. Ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba tusimame. Heri ukubali gharama za wokovu. Ninasikia nguvu ya Mungu mahali hapa. Mungu anahitaji akusaidie. Mungu anahitaji akusaidie. Mungu anahitaji atusaidie mahali hapa. Mwambie Yesu akusaidie. Fungua kinywa chako, mwambie Yesu nisaidie. Fungua kinywa chako, mwambie Yesu nisaidie. Yesu, kanisa ulilinunua kwa damu ya thamani. Kanisa ukalinunua kwa damu ya thamani. Yesu ukagharamika. Usingekuwa wewe, mimi ningekuwa wapi Yesu? Yaweza kuwa nisingekuwepo. Nikikumbuka maisha niliyokuwa nayo, kumbuka maisha uliyokuwa. Ziko gharama kuitwa umeokoka. Kuna gharama kuitwa umeokoka. Yesu onekana mahali hapa. Yesu gusa watu wako. Yesu gusa watoto wako. Yesu umewakusudia. Yesu umewagusa. Yesu umewakusudia. Yesu unahitaji wasipate hasara. Kuna maisha yasiyokupendeza. Baba, ninakukaribisha mahali hapa. Bwana, tunahitaji utusaidie. Yesu atie nguvu. Yesu aimarisha kwenye wokovu. Kila mmoja asimama mwenyewe. Kila mmoja asije akawa tegemezi. Baba, ninakualika. Karibu mahali hapa. Karibu kwa... Inahitaji nguvu. Inahitaji nguvu. Inahitaji nguvu. Baba, endelea kutawala. Baba, endelea kutusaidia. Saidia mtumishi wako. Baba, ninawaweka mikononi mwako watu wote Bwana. Endelea Bwana kuwatunza. Ninaachilia baraka wakafanikiwe kwenye kazi zao. Kwa kila mmoja Bwana, wakaweze kuwa na amani kwenye ndoa zao. Wakafanikiwe Bwana. Wengine ni wanafunzi Bwana, ukazidi kuwabariki Bwana, ukaonekana kwenye chumba cha mtihani. Katika jina la Yesu, watakuwa ni kichwa. Watakuwa ni kichwa wala sio mkia. Katika jina la Yesu, Baba, endelea kuonekana wazazi walioko mahali hapa. Uzao wa tumbo lao kwa kila mmoja Baba yetu, ukahusike wewe. Watoto wao Bwana, ukawabariki Bwana, ukawafundishe, ukawalinde na mmomonyoko wa maadili. Katika jina la Yesu, ninachia neema yako Baba, utawale mahali hapa. Baba, ukatawale Mwokozi. Baba, ukaguse kwa wakubwa kwa wadogo. Bwana, ukawape neema yako. Kawape neema yako. Mungu wetu unastahili. Ninalibariki jina lako. Mbariki askofu. Mbariki mtumishi wako. Mbariki mama wa mahali hapa. Mbariki mama mchungaji. Baba, katika jina la Yesu, ninachilia neema yako. Bwana, endelea kutamaraki. Neema ya maongozi ikatawala mahali hapa. Baba, endelea kutamaraki. Baba, endelea kutawala. Ninalinua jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Watu wote tuseme amen. Shangilia Yesu, mshangilia Yesu. Ongeza makofi mengi na shangwe na vigeregere kwa Yesu. Amen. Amen. Naomba tukae. Amina. Kanisa, amen. Mungu anatupenda sana. Unapokuta Mungu anakusemesha kwenye maisha yako,
jinsi unavyopaswa kuishi ili uweze kubarikiwa, ni muhimu kushika, kwa sababu kuwa kielelezo ndio sehemu ya kuitwa kwetu. Bwana asifiwe. Sio ile unakuta kwenye mtaa ukisema Yesu asifiwe wanainama, na huyo naye anasema ameokoka. Kumbe kama na huyo ameokoka na sisi tumeokoka. Lakini kuwa na wokovu ambao unakuonyesha wewe ni wa kipekee kabisa. Maneno yako, mwenendo wako, msimamo wako, utendaji wako, uaminifu wako kwa Mungu, watu wauone na washuhudie, waseme ni namba nyingine kabisa. Ni namba ya Mungu aliye hai. Mimi napenda kabisa. Bwana asifiwe. Mimi napenda kabisa niwe wa tofauti kabisa. Yaani hata Yesu akirudi, hata akisema amerudi sasa hivi, naenda bila kutegea. Bwana asifiwe. Hiyo ni muhimu. Hiyo ni muhimu, kuwa kielelezo kwa usemi, kwa mwenendo, yani kwa vyote. Kwa vyote. Lakini uwezo ukawa mzuri ukapendeza wote. Wengine hata uzuri wanajikwaa juu ya uzuri huo. Anasema hilo liko kama limaraika, na wakati ni binadamu linatesa tu. Hamna. Muhimu kuwa mwaminifu, kuwa mwenye haki, kuwa na upendo wa Mungu, kuwa na msimamo. Halichoki. Sasa utachoka patakatifu. Unaendelea kupalilia tu. Unapalilia tu ili tuende kwa Baba. Mimi nikushukuru Mchungaji Musa kwa jinsi ambavyo umepata nafasi ya kuwakilisha sehemu ya huduma yako ndani ya nyumba ya Mungu, ili na sisi tuweze kuwa washirika wa utumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, si tumeshiriki? Ni baraka. Sasa alipofika kwenye kipengele alikuwa mchawi, nilitaka sebe ndo. Sasa kaendeleza tu. Unajua ni vizuri wachawi waokoke, wamtumikie nani? Yani hata kama ngazo njoo msikia aliyekuwa mchawi sasa nahubiri uzuri wa Yesu. Ni njema.